Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yep, hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba wamefanya kile ambacho Watanzania wengi walikitarajia. Wana Msimbazi walikitarajia. Nacho ni nini? Kupata suluhu dhidi ya Stellenbosch kwenye mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa Moses Mabhida kule Durban nchini Afrika Kusini, na hivyo Simba kutinga fainali kwa kuwa tu ilipata ushindi wa bao moja bila kwenye fainali ya nusu fainali ya kwanza iliyochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex Aprili 20 pale visiwani Zanzibar. Na hivyo Simba kwenye mechi ya leo dhidi ya Stellenbosch walihitaji kupata ushindi wowote, sare yoyote, kama kufungwa basi siwe tofauti ya zaidi ya bao moja, na ndicho alichokifanya. Vijana wa kocha Fadlu Davids wakaonyesha kiwango bora sana. Leo hii Simba ikionyesha aina nyingine ya mpira, kwamba ili kubali kwa timu ya pili katika muda wote wa mchezo, ikiwa inazuia zaidi na kushambulia kwa kushtukiza. Mechi nzima Stellenbosch walimiliki mpira kwa wastani wa 58% dhidi ya 42 za Simba, lakini Stellenbosch wakajikuta wanapiga mashuti 13, 4 tu yakilenga shabaha, huku Simba wakipiga mashuti 5, 2 yakilenga shabaha. Matukio ya jumla Simba wameshinda kwa bao moja bila na kusonga mbele. Sasa nini kilichotokea? Kitendo hiki cha Simba kutinga hatua ya fainali kwanza kimewafanya Simba wenyewe waongeze alama zao katika viwango vya ubora CAF. Ni kwamba bado wako nafasi ya 4 kwa ubora, lakini pointi zao wameziongeza kutoka pointi 43 sasa wana pointi 48 mnyama, lakini yote 9 kuwafanya wao endelee kuwa katika nafasi ya 4 kwa ubora, wakizidiwa tu na Al Ahly ya Misri, Esperance de Tunis ya kule Tunisia ikishika nafasi ya 3, lakini ya pili ikiwa ni Mamelodi Sundowns. Hilo peke yake halitoshi. Ni jambo kubwa kwa wekundu wenyewe wa Msimbazi Simba, lakini kubwa zaidi lilofanya Simba leo hii ni kuongeza points katika kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara. Ikumbukwe kabla ya mechi ya leo ya Simba ambayo wamewatoa hawa Stellenbosch na hivyo kuongeza pointi zake, lakini pia Simba imeongeza pointi 5 katika kapu la ligi kuu Tanzania bara iliyokuwa na pointi 77.5. Sasa ligi kuu Tanzania bara ina pointi 82.5. Matokeo yake ni nini? Imefikisha idadi ya pointi sawa na za Tunisia. Tunisia kabla Simba kuwatoa Stellenbosch wanashika nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Ligi bora namba 1 kwa viwango vya shirikisho la soka barani Afrika CAF ni ligi kuu ya Misri, namba 2 ligi kuu ya Morocco, namba 3 ligi kuu ya Afrika Kusini, namba 3 ligi kuu ya Algeria, namba 4 ligi kuu ya Afrika Kusini, namba 5 ligi kuu ya Tunisia, Tanzania ikiwa ligi kuu bora namba 6. Lakini kitendo cha Simba leo hii kuwatoa Stellenbosch na kuongeza pointi zake, maana yake sasa pointi za ligi kuu Tanzania bara ziko 82.5, ambazo ni pointi nusu za Namungo walizochangia msimu 2021 baada ya kuingia katika hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, wakamaliza mkiani katika msimu ule. Lakini kuna pointi 34 kutoka kwa wananchi Yanga ambao wao wana pointi 34, lakini Simba mnyama kufikisha pointi 48 ndipo inafanya jumla kwenye kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara kuwa pointi 82.5, pointi ambazo ni sawa na Tunisia. Sasa kwenye mtiririko wa ligi bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, kabla ya mechi ya leo ya Simba dhidi ya Stellenbosch, kama nilivyotoka kueleza awali, namba 1 ni ligi kuu ya Misri, namba 2 ligi kuu ya Morocco, namba 3 ligi kuu ya Algeria, namba 4 ligi kuu ya Afrika Kusini, 5 ilikuwa Tunisia, 6 Tanzania. Lakini Tanzania kufikisha idadi ya pointi 82.5 zilizolingana na Tunisia kwa taratibu za CAF. Nchi pindi zinapolingana ligi zake kwa ubora kwa points, maana yake kinachoangaliwa sasa ipi ambayo imekusanya pointi nyingi zaidi katika siku za karibuni kuliko nyingine ndio inayokuwa juu. Maana yake ni nini? Tunisia hivi sasa hawana timu yoyote iliyopo katika michuano ya klabu ya CAF, kwa sababu timu yake Esperance de Tunis ilikuwa imesalia katika hatua ya robo finali ilitolewa na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo Tunisia hawana timu yoyote. Lakini Tanzania Simba kitendo cha kuongeza pointi zao leo hii, maana yake Tanzania ligi kuu yake pointi zake zimekusanywa nyingi zaidi kwa hivi karibuni kuliko Tunisia, na hivyo kitendo cha kulingana idadi ya pointi 82.5, maana yake sasa ligi kuu Tanzania bara inapaswa kuwa nafasi ya 5 kwa ubora, huku Tunisia ikiwa nafasi ya 6. Hii ni historia aina yake ambayo inawezeshwa na wekundu wa Msimbazi Simba kwa kitendo cha kuwatoa Stellenbosch katika hatua ya nusu finali na kutinga finali. Kwa hiyo ni faida kwa Simba yenyewe ambayo bado inatinga katika hatua finali kibabe, ikiwa na uwezekano kuongeza pointi zaidi endapo itatoa ubingwa. Lakini kubwa ni kwamba ligi kuu Tanzania bara imeongeza pointi zake, sasa iko sawa sawa na Tunisia.
huku yenyewe ikiwa na uwezekano mkubwa wa kuwa juu ya Tunisia kwa sababu nilizotoka kuzieleza. Hili si jambo dogo, ni jambo la kuwapongeza management ya Simba, uongozi wao chini ya rais wao heshima Mo Dewji, lakini pia mwenyekiti Murtaza Mangungu, lakini kina Try Again na viongozi wengine wa Simba, lakini pia benchi la ufundi la Simba chini ya Fadu Davis, wachezaji wao wote katika kutekeleza mpango kazi wa kocha uwanjani na hatimaye Simba kufikia hatua hii ya fainali ambayo hawajawahi kuingia tangu 2018-19, lakini pia kuinua ligi kuu ya Tanzania bara, kuipeleka katika level nyingine. Sasa kwa mara ya kwanza ligi kuu Tanzania bara inalingana point na ligi kuu ya Tunisia. Hakika kabla ya hapo ilikuwa ikionekana kama miujiza miaka hiyo, wakati Mo Dewji akizungumzia uwezekano wa Simba wakati akifanya uwekezaji mkubwa kuanzia misimu hiyo ya 2018-19 kwamba itwae ubingwa wa michuano ya CAF ama kufika hatua kama hii. Ilionekana kama miujiza siku moja kwa ligi kuu Tanzania bara kufikia level moja na ligi kuu kama ya Tunisia, kuwa miongoni mwa ligi kuu 10 bora barani Afrika. Lakini leo hii chini ya taratibu za shirikisho la soka barani Afrika CAF, Tanzania ipo katika top 5 best leagues in Africa, yani sio kwa vyanzo vingine. Ndugu mtazamaji wa channel hii, nikukumbushe kwenye vyanzo vingine kama shirikisho la kimataifa la historia ya mpira wa miguu na takwimu IFFHS, Tanzania imewahi kutajwa kwamba ni ligi bora namba 4, ndio kwa vigezo ambavyo huwa wanaangalia wao performance, ufanisi kuanzia Januari mosi ya mwaka wa kalenda mpaka Disemba 31. Lakini kwa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF ina utaratibu wake ambao huwa inaangalia ufanisi wa klabu katika kila shirikisho kwa misimu mitano, kwamba je, zinafika hatua ya makundi? Zikifika hatua ya makundi ndipo pointi hupatikana, na zinapofika hatua ya makundi hatua ipi wanamaliza, pointi zinazokusanya kwa pamoja ndizo uwekwa kwenye kapu kuu la ligi kuu ya nchi husika. Sasa Tanzania kwa mtindo huu ambao kiasi ni mgumu wa CAF, lakini bado imepambana vyema, sasa ipo katika level moja na ligi kuu bora 5 barani Afrika ambazo nimetoka kuzitaja. Congratulations, kongole kwa Simba, lakini cha msingi ni Watanzania kuendelea kuiunga mkono Simba ili izidi kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania katika michuano ya CAF, kwa kuhakikisha wanaoombea wachezaji, benchi la ufundi wawe na utimamu ili katika fainali basi watoe ubingwa na kuongeza pointi ambazo mwisho wa siku zinaongeza pointi za ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini pia ni chachu, ni hamasa kwa timu nyingine. Mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo hivi sasa Yanga ambao wanafukuzia taji la 4, lakini Azam FC, Singida Black Stars na timu nyingine zote zinapopata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa, basi zipambane vyema ili zifike mbali, kufika fainali, ikibidi kutoa ubingwa, mwisho wa siku zenyewe zipande kwa ubora, lakini pia kupandisha ligi kuu yetu, kwa sababu ligi kuu Tanzania bara hivi sasa ni miongoni mwa ligi kuu bora barani Afrika, na hiki walichokionyesha Simba wekundu wa Msimbazi mnyama ni uthibitisho juu ya kile ambacho kinajionyesha kwenye kanzidata ya CAF. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.